Ni kwamba sisi hatuna kidogo na Yanga. Kwanza tuwape pongezi kuchukua makombe yote mwaka huu. Tuendelee kuwapongeza kwa sababu wamefanya kitu kikubwa cha kuchukua kombe. Na sisi miaka minne tulichukua kombe, walitaka miaka minne na wao walikuwa ni zamu yao. Na ukiona mtu ana doubt hivi tunakuwa sio mtu wa mpira. Mtu wa mpira inabidi ukubali kwamba kuna kushinda na kushindwa. Si mwaka huu ulikuwa sio mwaka wetu kuchukua makombe, lakini ni timu imeimprove sana. Kwa malengo ambayo tumejiwekea, safari hii Simba imeimprove. Kwa kucheza finali, unajua ndani ya miaka 32 tumecheza finali ya kombe la shirikisho. Baya zaidi mwaka jana tulishika nafasi ya 3. Mwaka huu tumeshika nafasi ya 2. Kwa hiyo inaonekana tumeimprove. Tulikotoka na tulipo na tukoenda tunaonekana sisi tunazidi kusogea. Lakini sasa unakuta kuna watu wengine wanabeza hata hiki ambacho tumekipata. Tunakuwa sio watu wa mpira. Bali mwaka huu tumefanya vizuri, tumeshika nafasi ya 2 kulinganisha na mwaka jana. Kwa hiyo mwaka huu tumeimprove zaidi kuliko mwaka jana. Lakini mchezaji, baada ya mnyama Simba kukosa ubingwa, kuna baadhi ya mashabiki wekundu wa Msimbazi Simba, lakini pia kuna baadhi ya wazee tayari wameshaanza kuonyeshea viongozi mmoja vidole kutokana na kile ambacho hamjafanikiwa kuchukua makombe. Msimu ulipoanza mlianza na ile kauli mbiu kwamba mnajitengeneza timu, lakini kwa msimu mmekosa makombe yote kwa mlikuwa mnashindania. Hawa mashabiki ambao tayari wameshaanza kunyoshia ama kunyosha viongozi mmoja especially kwa Mangungu, wanasema Mangungu sio kiongozi bora, sio kiongozi mzuri, atoshi ndani ya nafasi yake ndani ya Simba. Ndio, kila mtu ana maoni yake. Mnaweza kama wote mkawa na chama, lakini kila mtu ana maoni yake kuhusu mpira. Na kila mtu ana uelewa wake. Kuna watu wanaenda kimkumbo, na kuna watu wengine wanaenda kwa uelewa, na kuna watu wengine wanaenda kimpira. Kuna watu watatu tofauti. Sasa kuna watu wengine akisikia kitu yeye ni oya tu. Akisikia hivi na yeye hapimi wala asikilize. Ndio maana Jakaya Kikwete, rais mstaafu, rais wetu wa zamani, anasema kwamba akili za kuambiwa changanya na za kwako. Uzio unazosikia changanya na za kwako, je, zitaenda sawa? Sasa mtu anajipuka tu hivi, jipime kwanza. Alafu utoe nini? Utoe jibu. Bahati mbaya bahati nzuri mimi sio kimkumbo. Ni mtu ambaye anajielewa na anajua anachozungumza. Kwa hiyo mimi sio kimkumbo kwa watu wanapotaka. Solution iliyopo sasa hivi ni kwamba tunahitaji mkutano mkuu wa dharura. Mkutano mkuu ukikaa sasa tutaona huyu mtu anatosha ama hatoshi. Tukisema mmoja kwamba Mangungu hafai, huyu aondoke hafai, hii wote wanaonekana sisi kama simu akili hatuna. Sema kama yule kaingia kwa kura. Na ukitaka kumtoa lazima umtoe kwa kura. Ama mkutano mkuu ukae kwa ajili ya kujadili matukio ambayo yametokea. Tumefungwaje mara 4 mfululizo? Wewe ukiwa kama mwenyekiti. Ndio vitu vya kujaji. Sema mpaka hivyo. Tumeshindaje kuchukua ubingwa mara ngapi? Mara 4 mfululizo. Ni vitu hivi vya kuuliza kwenye mkutano mkuu. Sasa hivi tukizungumza sisi, tukimsema mtu mmoja ni kama tuna hatuendi kimpira. Wanasema Mangungu ndani ya hali zake alizojaji katika mkutano mkuu hajatimiza tamko. Sasa hayo mambo yanazungumzwa kwenye mkutano mkuu. Sio kwa barabarani. Barabarani ukizungumza hivyo, sasa juzi hapo kuna watu wanasema mchungaji katukosea. Wao mimi siwezi kuunga mkumbo. Mimi ninajielewa na nasema kitu ambacho hata mtu akisikiliza anajua kitu gani kimezungumzwa. Siwezi kukwambia bwana mtu fulani ondoka wakati wa taratibu ambao lazima zifuate. Mchungaji, unaona kiini cha Simba kufanya vizuri ama kuja kuchukua makombe ndani ya misimu 4 mfululizo na mfungwa mara 5 mfululizo na Young Africans kinachagizwa na nini? Hamna kikosi kilichokuwa bora, uongozi wenu unashindwa kufanya majukumu yake nje ya uwanja, kwa sababu kabla kuelekea katika damu kulikuwa na tetesi ama kulikuwa na tetesi inasemekana wachezaji walikuwa wanadai kukatao. Ujue timu ikifungwa ndio mengi yanatokea. Lakini Simba ingekuwa imeshinda haya yote asingekuja. Timu imepoteza, na baada ya kupoteza si watu wanahoji. Kuna watu wengine wanasema eti wachezaji wa kulipwa, inawezekana wa kulipwa kweli. Sio? Hasa vitu hivyo vinazungumzwa hadharani. Ndio vinazungumzwa kwenye mkutano, mnaitisha mkutano wenu. Kama mtu kumwajibisha, anajibishwa. Kama mtu akubaki anabaki, na kwenye mapungufu unapozungumzia. Lakini ikionekana tunapoingia kwenye media hizi kwa kukosoa uongozi ambao upo, hatutendi haki. Unaokosoa kwa kupitia mikutano. Mikutano ipi? Mkutano mkuu wa dharura uitishwe. Ukiitishwa ndio watu wataamua. Maana wale wamweka ndio wao watasema hatufai. Kama wataona anafaa ndio watakaoamua. Sio mpaka hapo. Kwa hiyo leo ukizungumza tukidakia tu kwamba aondoke, mkutano mkuu akwambia tunamrejesha.
Kumbuka wanaopiga wanasema abaki au leo mpiga kura ni wanachama. Na wanachama wao ndio wanasema kwamba huyu anatufaa au hatufai. Hapo kuna vitu viwili. Wanachama wao ndio siku ya mkutano wanasema huyu mtu awepo ama si asiwepo. Unawaambia nini mashabiki wa Wekundu wa Msimbazi Simba ambao inaonekana hivi sasa wanaendeshwa na jazba? Ndio hilo. Kwanza kitu kimoja sasa hivi inahitaji utulivu. Bila kuwa na utulivu, sasa hivi kuna watu wanatupampa kwa kupitia kushinda kwao, wanapitia kwa paredi zao. Tukiangalika tukaangalia zile paredi zao na jinsi wanavyotusema vibaya, tukijichanganya hapa tutakwenda na maji. Sasa hivi tunahitaji amani na utulivu. Kwani mtu kuondoka sana ondoka tu. Kwani kuondoka mtu nini? Kama aliingia na kutoka anaweza katoka. Lakini panahitaji utulivu. Maana tukijichanganya sasa hivi kuna swala kubwa linakuja la usajili. Hili ndio la kuliangalia kuliko kitu chochote kile. Tukianza vurugu zetu sasa hivi hata usajili wenyewe sasa kufanya usajili mzuri. Kumbuka mwezi unaokuja ndo mashindano yanaanza. Je, tutakuwa tumeshasajili? Tutakuwa na wachezaji bora kwa kipindi ambacho tunakutana nacho? Tukianza kufukuzana mida hii bila kuangalia athari ya mbele, tutakuwa tumepotea mazima. Inawezekana huyu kiongozi ana mapungufu makubwa lakini kuna design yake ya kumtoa. Sio mpaka hapo. Na anaonekana ana mapungufu makubwa kwa watu wanavyosema. Kwa sababu mimi nikwambia hivi nakuwa sina ushahidi. Kuna watu wanakuambia hela za mishahara zilitolewa na Mo hazikufika kwa wachezaji. Nikiulizwa mchungaji una uhakika? Sina, nasikia tu kwa watu. Unasikia ni tetesi za watu nazisikia, sina ushahidi nalo. Umeelewa? Kuna watu wanakuambia wachezaji siku ile wamekuja ni wachovu, wametokea wapi? Wametokea tu kambini moja kwa moja kuja kucheza game kubwa kama ya Yanga. Nasikia, sina ushahidi nao. Sasa nitazungumza kitu ambacho sina ushahidi nacho. Sasa kuna watu wanakurupuka kwenye media wanasema tuondoke. Huyo mchungaji kazungumza hivi. Mchungaji anatetea viongozi. Mimi sitetei kiongozi yoyote kwa sababu mimi silipi na sina Yanga na Simba. Nimtetee kwa lipi? Ila mimi nafuata principles za mpira. Mfano, mimi nimeenda uwanjani nitazungumzia nilichokiona ndani ya pichi. Nje ya pale siwezi nikazungumzia. Nje ya pale nitakuwa muongo kwa sababu sikuwepo na sikusikia na sina ushahidi wote. Sio unaelewa mpaka hapo. Mimi ni mchungaji. Mchungaji unapozungumza kitu wewe una ushahidi nacho. Ndio. Hata ukiulizwa leo mchungaji tuambie, wewe unasema hivi ushahidi unao? Unakuwa una tunasema ni tetesi. Unasema tu ni tetesi lakini una ushahidi nao. Mimi siwezi nikatetea kiongozi yoyote mbaya ambaye anasababisha sisi miaka 4 tufeli. Siwezi. Unamwambia nini Nandu shabiki wa Wekundu wa Msimbazi Simba ambaye alionyesha dhahiri shahiri na kusema kwamba mchungaji umewasaliti wezio? Mimi siwezi umekuwa kama mchome msaliti. Nasema hivi, mimi siwezi nikajibishana naye hata siku moja. Yale mawazo yake kwa jinsi alivyoona na mimi na mawazo yangu. Na uwezo kuwalazimisha watu wote mawazo yakafanana. Hiyo haiwezekani. Mawazo kufanana hata siku moja. Huyu ana ushauri wake, huyu ana ushauri wake na ushauri wake. Ndio maana saa zingine nafikiria tu kura zinapigwa kwenye mikutano. Maana inawezekana hao wanasema hivi au wanasema hivi. Mimi nimesimamia kwa kufuata principle. Kama Mangungu anataka aondoke, hawezi kaondoka kama wanavyotaka wao, lazima mkutano uitishwe kwa dharura. Ndio swala la msingi. Mkutano ukiitishwa ndio pale mnatoona kwamba huyu bwana huyu ndani ya miaka 4 katufelisha. Ndio hapo unaweza kupiga kura kusema aondoke. Lakini bila hivyo hatuwezi tuondoka tunapiga kelele tu. Umeona kipindi kile unasema Mangungu aondoka, aliondoka. Mwenye kuondoka. Yeye anakwambiaje mimi nafuata principle leo niingiza nitakao nitoa. Kupiga kelele kuna hiari. Mtu mwenyewe amue kujiuzuru, sijiuzuru. Sio idol. Ndio maana safari tumeingia kwenye ndondi kwa ajili ya kusupport ndondi. Ili vijana ambao bila ambao hawana kazi, hawana shule yote wajiunge na Mafia Boxing. Ili tuweze kupambana na haya maisha yanahitaji ubunifu zaidi. Huu ni ubunifu ambao unakuwaita vijana waje waunganike na Mafia Boxing au account ya mama. Sio mpaka hiyo. Account ya mama. Ili wale ambao kwa mitaani waweze kujiunga na Mafia Boxing ili tuendelee kukuza swala la nini? Swala la boxing. Kwenye mpira, kwenye boxing yote ni michezo. Huu ni mchezo mmoja wapo ambao utasababisha watu walio wengi waendelee kupenda ndondi kwa kupitia sisi. Mchungaji, nikurejeshe sasa ndani ya ligi kuu Tanzania bara katika soka, katika kandanda, katika kabumbu.